hii Young Africa. Ndio. Na kwa nini tunapaswa kuwapa credit, si ndio? Nilikuwa nasema wanakwenda wamejiweka kwenye nafasi kubwa ya kutoa ubingwa wakiwa kwenye mazingira kwamba msimu huu wana coaches watatu. Sio? Ndio. Coaches watatu. Simba wamekwenda msimu mzima wana kocha mmoja tu. Sio. Sio rahisi kwa wachezaji kuadapt kwenye hii situation. Kwa sababu tunaamini kwamba kila kocha anakuja na ideas za kwake. Of course unaweza kupata kocha akaja akatembelea mule kwa kocha aliyopita. Lakini kwenye huo mchakato lazima naye atapata nafasi ya kuingiza vitu vyake kwenye timu. Umeelewa? Kwa hiyo wachezaji wa Yanga walipaswa kuadjust na kukopi na hayo mazingira ya kubadilisha makocha kwa Young Africans. Nimesema kwa sisi wataalamu huwa tunasema ndio moja kati ya fakta kubwa ambayo inaweza ikaipa timu mafanikio ni kuwa na muendelezo kwenye benchi la ufundi. Consistency ya technical bench. Sio? Kwa hiyo ina maana na kinyume chake kwenye kufeli ni haya mabadiliko ambayo mnaweza mkayapata kwenye benchi la ufundi. Lakini Yanga pamoja na hayo mabadiliko hii timu inakwenda kuwa kama ukitoa ubingwa inakuwa Yanga bora kuliko Yanga zote ambazo zimetoa ubingwa kwenye hii misimu mitatu kitakwimu. Do you understand? Yaani pamoja na hizo changamoto za kubadilisha makocha, lakini Yanga ya msimu huu inakwenda kuwa Yanga bora kuwahi kutoa ubingwa kwenye hiki kipindi cha misimu minne ya utawala wa Young Africans. Sawa? Kwenye hii misimu minne, msimu wa kwanza walichukua ubingwa wakiwa na pointi 73. Sawa? Ndio. Msimu wa pili wakachukua ubingwa wakiwa na pointi 78. Msimu wa tatu wakachukua ubingwa wakiwa na pointi 80, hii ambayo ilikuwa ni msimu uliopita. Umeelewa? Msimu huu kama Young Africans anamfunga Simba Jumatano, maana yake anakwenda kufikisha pointi 82. Umeelewa? Kwa ina maana amepoteza pointi 8 katika msimu tu. Ina maana yes, sababu alipaswa mtu ambaye angeshinda michezo yote 30 angekuwa na alama 90. Sasa kama ataweza kufikisha 82, ina maana msimu mzima kapoteza, kaangusha pointi 8 tu. Pointi 8 na amepoteza pointi 8 na the fact kwamba alipoteza mechi 2 mfululizo. Simba akamovertake akaenda kuongoza ligi kwa alama 5. Nakumbuka wakati anafungwa na Azam, wakati anafungwa na Tabora, mechi 2 mfululizo, akapoteza alama 6. Simba akaenda kileleni kwa tofauti ya pointi 5. Sio? Lakini Yanga ameweza kuiovercome hiyo deficit au hayo mapungufu. Sasa hivi yuko mbele kwa alama moja. Kwa alama moja. Kwa hiyo ni timu ambayo kusema kweli tunapaswa kuwapa pongezi za hali ya juu sana kwa hatua hii ambayo wako nayo hivi sasa. Sawa. Kuna uwezekano sio wanasimba wanaweza tutakuelewa. Njoo tu. Njoo bila gadi. Kuna uwezekano Simba kamzuia Yanga kwenye mechi ya dabi kwa namna ambavyo unawatazama Young Africa kwa msimu huu. Yes, wanaweza kumzuia kwa sababu ni mechi ya ukubwa ambao wakubwa ndio wanaokutana. Kwa hiyo kuna uwezekano kumzuia. Yes, na maana yake ingelikuwa ni timu nyingine yoyote, yani Simba anakaa nasubiria matokeo yatakayopatikana kupitia mchezo ambao yeye yuko nje, ilikuwa ngumu. Sasa kwa kuwa wanakutana wote ambao wako bora, wameimarika, maana yake anaweza pia naye kumzuia. Na faida kama atamzuia Simba akipata ushindi, maana yake atakuwa amechukua ubingwa kutoka kwa Yanga. Na atakuwa amechukua ubingwa kutoka kwa Yanga. Ameshinda huo mchezo, amechukua ubingwa kwa tafsiri ya kurejesha, kwa sababu Yanga alikuwa na dominance hiyo. Kwa hiyo kwa Simba pia kuna nafasi hiyo. Inatakiwa tu yapambane ndani ya pitch. Mimi nikitazama performance ya jana ya Simba, kwa kuwa tumeanza kuimulika Simba, inanionyesha kila ambacho kinaendelea hivi sasa. Sintofahamu ndani ya Simba imeanza kuathiri performance ya wachezaji. Wilson John Oruma, jana Simba haikucheza mpira wa takatifu, ilicheza kumaliza dakika 90 tu kwa macho yangu alivyoona. Labda inachagizwa na kile ambacho kinaendelea bundi kutawala ndani ya Simba, safari ya kwenda dabi, sintofahamu ya viongozi. No, mwalimu ameizungumzia kitaalamu Fadru, ambaye tutakuja kumsikiliza. Yes.